Imetakiwa kufanya matendo ya hisani na yenye kuacha alama isiyofutika kwa jamii zao, ikiwemo kuchangia damu na matendo mengine ya huruma kama upendo na mahitaji mbalimbali. Tuungane na mwandishi wetu Samson Kesi anakuja na undani wa taarifa hii. Hayo yameelezwa na Bwana Kenneth Oiso, mkurugenzi wa Oiso Original Product, wakati wa uzinduzi wa kampeni ya uchangiaji damu kwa hiari katika vyuo mbalimbali, vyuo vya kati na vyuo vya juu ndani ya jiji la Dar es Salaam, iliyoanza leo tarehe 10 mwezi wa 4 itakayokwenda mpaka tarehe 16 ndani ya vyuo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, ambapo amesema kuwa ipo sababu ya jamii kuchangia damu kwa hiari ili kuokoa maisha ya mama na mtoto pamoja na wagonjwa wengine mbalimbali wanaopatikana katika hospitali mbalimbali za jiji la Dar es Salaam. Kila mmoja wetu atafakari atafanya nini kwa ajili ya wagonjwa, lakini kwa ajili ya wengine na kwa ajili ya taifa letu kwa ujumla wake. Wote ambao tuliko hapa tunawategemea sana, tushikamane pamoja ili tuweze kufanikisha zoezi hili. Binafsi ni wapongeze sana waandaaji wa tukio la muhimu mno, viongozi na waendeshaji wote wa zoezi la damu salama. Tunajua mchango wenu mkubwa kwa wananchi, kwa ndugu zetu kwenye kuokoa maisha yao. Kama ilivyosemwa kuhusu mahitaji ya damu kwa nchi kwa mwaka 2023-2024, mahitaji ya damu yalikuwa chupa kwenye 500,000. Damu zilizokusanywa zilikuwa 475,000, sawa na 95% ya mahitaji. Kwa hiyo tunajaribu kuona ni kazi nzuri sana wanafanya hawa hii taasisi. Taasisi nyingi za serikali unakuta zinalegalega, lakini hii taasisi kwa kweli inafanya kazi vizuri sana. Tuwapongeze kuweza kupambana, kuweza kufanya kazi kwa zaidi ya 95%, sio kazi ndogo. Data zinaonyesha mahitaji mwaka 2024-2025 ni chupa 600,000 ambazo inahitajika tuzikusanye, ambapo ndo hii kampeni inafunguliwa leo. Hivyo naendelea kuwasihi wananchi kujitolea kwa wingi kuchangia damu ili kuokoa maisha ya wenzetu wanahitaji damu, kwani kama mnavyofahamu hakuna kiwanda cha damu hapa Tanzania kama ilivyosemwa na wengi, wala duniani kote. Kupatikana kwa kuchangia damu hupitia hata nje, hata hapa kwetu inapatikana kwenye makongamano mbalimbali, kwenye maadhimisho, kwenye mihadhara mbalimbali kama hii kama hii ya leo. Basi nizidi kuwatia moyo kwa sasa ndugu zetu wachangiaji kwamba leo umefanya kazi nzuri sana ya kimungu. Kwa upande wake, afisa mhamasishaji kutoka makao makuu ya mpango wa taifa wa damu salama kanda ya Mashariki, Bi Evelyn Diel, amesema kuwa kampeni hiyo ni endelevu na itafanyika kwa vyuo vya kati na vya juu hapa jijini Dar es Salaam, huku akizidi kuwashukuru wale wote waliojitokeza kufanikisha zoezi hilo na kusi jamii kuendelea kujitokeza katika maeneo yatakayofikiwa kwa ajili ya uendeshaji wa zoezi hilo ambalo amelitaja kama sadaka kwa jamii. Watanzania, waumini mbalimbali waweze kujitokeza kuchangia damu, kwa sababu kuchangia damu sio tu swala la wanafunzi peke yake, lakini pia pamoja na Watanzania. Wito wangu kwa Watanzania, tusione kama kuchangia damu ni kitendo cha hatari. Kuchangia damu ni kitendo kizuri, zaidi ya yote ni sadaka. Na tunavyojua hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kumlipa mtu kwa ajili ya kuchangia damu. Unapotoa sadaka, lengo lako ni kwamba Mungu ambaye yuko sirini ndo aweze kukulipia. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha Watanzania wajitokeze, tuendelee kuwa na moyo wa kuchangia na moyo wa kutoa. Sio tu kupenda kupokea. Mkono unaotoa ndio ambao unapokea. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha waendelee kujitokeza. Tunahamasisha sio wanafunzi peke yake, sio wanachuo peke yake, sio wanajamii peke yake, ni kila mmoja. Na viongozi pia, sio viongozi wa dini tu, hata viongozi wa serikali. Jamani, natoa wito kwa viongozi wa serikali. Jamani, jitokezeni kuchangia damu. Kampeni ni kwa muda wa siku 4. Tumeanza leo tarehe 10, tunahitimisha tarehe 16 mwezi wa 4 katika kile chuo cha DMI, chuo cha bandari ambacho kipo kule Posta.
Kwa hiyo tunawakaribisha wasikilizaji wa Arise and Shine, tunawakaribisha sana, mkaribie kuja kuchangia damu. Changia damu, okoa maisha. Nao baadhi ya wachangiaji wakiwemo wanafunzi na wanajamii waliojitokeza kuchangia damu wameeleza kilichowasukuma kujitokeza, huku wakiwataka wanajamii wengine kuacha dhana potofu ya kuwa unapochangia damu unaweza kukumbwa na madhila, jambo ambalo halina ukweli ndani yake. Kuna uhitaji mwingi wa damu hospitalini kutokana na wanawake kuvuja damu nyingi, watoto pia wanahitaji, na watu wenye ugonjwa wa sickle cell. Kwa hakuna tatizo lolote ukijitokeza kwa ajili ya kuchangia damu. Kwa na wasihi ndugu zangu, tushirikiane pamoja, tujitokeze kwa wingi kwa ajili ya kuchangia damu kuokoa maisha ya watu wenye uhitaji. Nisukuma ni vile mahospitalini mama wakati wanajifungua wanapoteza damu nyingi, wanakosa msaada kwa sababu damu hazipo. Lakini tunapojitokeza kwa wingi hivi kuchangia damu inasaidia, yani inaokoa maisha kiujumla. Ndio kimenisukuma zaidi kwa sababu kuna ndugu zetu ambao wanaokufa kwa kukosa damu, na ni ndugu zetu wengi wanapata msaada huu wa kusaidiwa na damu kwa kupitia hii damu salama. Kwa hiyo na mimi nimeona sadaka yangu katika mwezi huu wa Kwaresma, sadaka yangu pia pamoja na kujitoa damu kwa ajili ya wengine. Nyuma yangu mtazamaji ni wanafunzi pamoja na wananchi wa eneo la Boko Msikitini waliojitokeza kwa wingi katika uzinduzi wa kampeni ya uchangiaji damu inayoendeshwa chini ya ufadhili wa kampuni ya mawasiliano Tanzania Halotel, ambao wameamua kushirikiana na Wizara ya Afya kitengo cha damu salama kanda ya Mashariki kuhakikisha damu zinachangiwa kwa wingi, kuepusha na kuokoa maisha ya walioko hospitalini, hususani mama wajawazito, lakini pia watu wanaoathirika na upasuaji mdogo na mkubwa, bila kusahau wale wenye matatizo ya seli mundu, lengo ikiwa ni kuokoa maisha yao na kuhakikisha kwamba wanaweza kujimudu wawapo vitandani. Kutoka katika eneo hili la Boko Msikitini kilipo chuo cha afya na sayansi shirikishi katika eneo hili, mimi ni Samson Kesi, Arise and Shine TV. Asante sana mwenzetu Samson Kesi kwa undani wa taarifa hiyo. Na